Yesu. Zifuatazo ni salamu za mwisho za wajukuu kwa baba yetu mpendwa. Kwa heshima na majonzi makubwa, sisi wajukuu wako tunasimama mbele ya hadhira hii tukijaa na uchungu mkubwa, lakini pia shukrani kwa neema ya Mungu aliyeturuhusu tukujue, tukupende na tufaidi uwepo wako wa pekee. Baba yetu mpenzi, ulikuwa sio tu babu kwetu, ulikuwa kimbilio, mshauri, mlinzi na nguzo ya upendo katika familia yetu. Ulikuwa ni mfano wa mtu mwenye hofu ya Mungu, ulioishi kwa busara, utu, upendo na upendo wa dhati. Zaburi 90 mstari wa 10 inasema, siku za miaka yetu ni miaka 70, na ikiwa tuna nguvu miaka 80, na fahari yake ni tabu na huzuni, maana yafanyika haraka sana. Leo tunalia kwa sababu tumeondokewa na mpendwa wetu, lakini kilio chetu hakina kukata tamaa, bali kina matumaini. Wathesalonike 4 mstari wa 13 mpaka wa 17. Lakini ndugu, hatutaki mkose kujua habari za wale waliolala mauti, msije mkaona huzuni kama watu wasio matumaini. Maana ikiwa tunaamini kwamba Yesu alikufa akafufuka, hivyo hivyo na wao waliolala mauti katika Yesu Mungu atawaleta pamoja. Babu yetu ulikuwa kama taa iliyowaka na kutuangazia njia. Ulitufundisha upendo, heshima na maadili. Ulitufariji tulipokuwa na huzuni na kutufundisha tumtegemee Mungu. Upendo wako haukuwa wa maneno tu, bali kwa vitendo. Tulihisi amani kila tulipokuwa karibu yako. Imesemwa katika Misali 17 mstari wa 6, wajukuu ni taa ya wazee na wazazi ni fahari ya watoto wao. Sisi wajukuu zako tunajivuna kuwa sehemu ya maisha yako. Ulitufanya tukaamini kuwa tunaweza kufanikisha lolote kwa maombi, juhudi na kushikamana kama familia. Babu, ulikuwa mwanga wa familia hii. Ulikuwa ni kioo cha busara, kimvuli chetu cha nyakati za jua kali, mkono wa kutushika tulipopotea na moyo uliojaa upendo wa kweli. Leo tunalia kwa sauti isiyosikika, ila majonzi yanajieleza. Tulitumani ubaki hata siku moja tu. Tulitamani upumue kwa mara nyingine moja, utuangalie kwa tabasamu lako lile. Tunatamani tuseme babu, tunakupenda tena na tena na tena, lakini hatuna muda. Maombolezo 2 mstari wa 18, nimemwaga machozi yangu usiku kucha na moyo wangu haupati usingizi. Mathayo 26 mstari wa 38, roho yangu ina huzuni kuu, utakufa. Babu yetu uliomba, uliwabariki, ukatutia moyo siku zote. Ulikuwa wa pekee, ukatuonesha thamani ya familia. Ulitufundisha kuishi kwa upendo na kutuombea kila mara. Ulitupenda kwa nguvu zote, na leo hatuna maneno ya kueleza pengo hili. Zaburi mstari wa 24, Bwana yu karibu na waliovunjika moyo, huwaokoa waliopondeka roho. Isa 57 mstari wa 1 mpaka wa 2, wenye haki huangamia, wala hapana mtu aliye na moyo wa kuweka hilo moyoni. Watu wema huondolewa pasipo mtu kuelewa, ya kuwa wenye haki kuondolewa ili wasiwe mabaya. Huingia katika amani, hupumzika vitandani mwao, kila mmoja akitembea katika unyofu wake. Kwa majonzi tunasema, tutakukumbuka daima. Tabasamu lako, busara zako, sala zako na upendo wako havitafutika moyoni mwetu.
Ulitupenda bila masharti na ulitufunza kupitia wewe kwamba maisha ni zawadi ya Mungu. Timotheo 4:7 mpaka 8. Nimepigana vita vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Sasa nimewekwa akiba ya taji ya haki, ambayo Bwana mkuu wa haki atanikirimia siku ile. Babu yetu mpendwa, lala salama, pumzika kwa amani. Umetangulia lakini hatujakusahau. Tutakutana pema mahali palipo na furaha isiyoisha. Ayubu 1:21. Bwana alitoa, Bwana ametoa, jina la Bwana lihimidiwe. Amen.